anaotamani kuupata Lissu kuliko ubunge anaotamani kuupata Zitto. Na kwa msiofahamu, mimi ninayezungumza hapa nimepata kuwa mwanachama wa Chadema. Kwa nina vinasaba na Chadema. Kwa ninavyovisema hapa nasema kwa maslahi ya Watanzania. Heche kwa makusudi huku au kwa bahati mbaya jana amepotosha taifa na ametaka kurudisha taifa kwenye taharuki kwa kuzungumza masuala ambayo kwa mtu mwenye akili ukimsikiliza unaweza ukahoji utimamu wake. Miongoni mwa mambo mengi ambayo ameyasema Heche jana, ametutamanisha Watanzania kurudi kwenye ukoloni. Yaani amesema taifa letu lishikiliwe au liongozwe na mashirika ya kimataifa ya nje. Sisi Tanzania ambao tulipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961 tukaungana na Zanzibari miaka mitatu baadaye, leo tukabidhi uhuru wetu kwa wazungu watupangie namna ya kujiongoza, kana kwamba Heche wakati Mbowe na Lissu wanalumbana kutafuta uwenyekiti, wao walisalenda power kwa chama kingine au kwa watu wengine waongezee chama chao. Kwa hivyo moja, tunakemea vikali mpango wowote wa viongozi wa kisiasa kutaka kuwarubuni wa Tanzania, kuwarudisha kwenye akili za kitumwa. Tumeshavuka huko. Tanzania inaheshimika Afrika, imepigania ukombozi wa Afrika. Nchi iliyoshiriki kuzikomboa nchi kama Namibia, Msumbiji, Afrika Kusini, leo haiwezi, kiongozi wanajiita wa upinzani hawezi kutoka hadharani akashawishi taifa letu liuze uhuru wake kwa wazungu. Tutashirikiana na wazungu, tutashirikiana na mataifa mengine, tutashirikiana na mashirika ya kimataifa kwenye masuala yanayohusu mashirikiano. Kwa hiyo tumesema nianze na hilo. Tunakemea namna ambavyo wenzetu wanasiasa wapo tayari kuuza uhuru wa taifa letu ili wawe madarakani. Kwa hiyo la kwanza hilo. La pili, mmemsikia pamoja na tuhuma zake amesema uchaguzi wetu haukuwa halali. Uchaguzi uliofanyika mwaka huu, kiongozi wetu anayeongoza nchi saa hizi ni batili. Mimi nataka nimkumbushe tu Heche ajue uhalali wa uchaguzi sio lazima Chadema washiriki. Uhalali wa uchaguzi hautokani, yani ushiriki wa Chadema sio SI unit ya kuhalalisha uchaguzi kwamba ulikuwa halali. Sisi tunafahamu Chadema walikataa wenyewe kushiriki uchaguzi. Sisi wa Tanzania tunapiga kura kwa waliokuja kugombea. Watanzania wa Njombe watachagua mbunge miongoni mwa vyama vya siasa vilivyogombea. Chadema wao wenyewe walisema hawatashiriki uchaguzi mpaka wapate mabadiliko wanaoyataka. Leo kwa sababu hujashiriki uchaguzi, wenzako vyama vingine vimeshiriki, Watanzania wameshiriki, unasema uchaguzi sio halali. Uwezi ukasema kiongozi aliyepatikana sio halali kwa sababu wewe hujashiriki. Mimi nina mfano. Heche sifa yake moja, historia yake, aliwahi kuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema. Heche, sisi tukiwa Chadema vijana tulimheshimu, japo ili Heche awe mwenyekiti wa vijana ilibidi mimi naezungumza nikatwe. Sasa sijashiriki, nilishiriki nikakatwa ili Heche awe mwenyekiti wa vijana. Mimi nikamuunga mkono mtu mmoja anaitwa Mwampamba, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono mtu mwingine anaitwa Gerson Nyakalungu, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono Beni Sanane, naye akakatwa. Mwisho Heche akagombea na mtu yeye mwenyewe ukimwambia uligombea nani mwenyekiti wa vijana hamjui. Akashinda kwa 51%. Hatukuwahi kusema sio halali.
kwa sababu taratibu na kanuni za chama zilitukataza sisi kufanya vitu vya tukatwe. Taratibu za nchi zinasema ili ushiriki uchaguzi lazima ukasaini fomu ya maadili, si ndivyo? Wewe umesema ushiriki utaki uchaguzi wala fomu usajili, alafu unakuja baadaye unasema uchaguzi sio huru, si uchaguzi haukuwa haki, uchaguzi umeingiliwa. Tunamshauri Chadema, zipo kazi nyingi za kufanya, sio lazima tuilazimishe, tuishawishi jamii iingie kwenye machafuko. Na kwenye hili tutaviomba vyombo vya ulinzi na usalama wafanye uchunguzi kwa makini, waangalie namna ambavyo Chadema inaweza ikawa inahusika kufanikisha machafuko ya Oktoba 29. Narudia, vyombo vya ulinzi na usalama vimewachekea sana Chadema. Wafanye uchunguzi, wakaangalie kwa namna gani Chadema wanahusika moja kwa moja kwa vurugu za tarehe 29 Oktoba, kwa sababu mahusiano yao na baadhi ya taasisi za ndani na nje zinafanana kwenye lugha. Kwa mfano, wanasema wananchi wapeni watu wazike miili yao. Wapeni watu wazike miili yao. Ni nani ameomba mwili wake akanyimwa? Yani Heche anapata wapi kusema wapewe watu wakazika wapendwa wao? Ni mpendwa nani? Ni mtu gani hapa Tanzania? Sisi wanahabari. Amekuja kwenye newsroom anasema ndugu yake amekufa kwenye Oktoba 29, wameomba mwili wa kwenda kuzika, wamenyimwa. Yupo? Sasa unapata wapi habari ya kusema watu wakazike? Unasema kuna kaburi la pamoja. Mimi nimeenda hapo kwa Kondo, sijaliona. Lakini sasa taarifa hiyo wanasema Heche, taarifa hiyo wanasema mwandishi mmoja wa nje, taarifa hiyo wanasema mwanaharakati anayecontrol Chadema kutokea Nairobi, taarifa hiyo vinasema vikundi vyao. Halafu na sisi huku tunawaamini. Mimi na mchallenge Heche na nawachallenge watu wengine, ni nani ambaye ameomba mwili? Au ni nani ametoka hadharani akasema ndugu yake hajamzika? Sasa wanazitoa wapi? Kwa sisi Mesila tunasema, kwanza, hatupo tayari kuruhusu uhuru wa taifa letu, amani ya taifa letu iliyojengwa kwa zaidi ya miaka 60 ichezewe tena kama ilivyotaka kuchezewa tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini tunawa challenge viongozi wa upinzani hasa Chadema, wajiangalie kama wanavyofikiri sawa sawa. Inawezaje kuwa sawa wewe utamani taifa lako liendeshwe na watu wa nje? Lingine la muhimu watu kujua, Chadema hawajaanza leo kuto kushiriki uchaguzi. Mwaka 95 hawakushiriki uchaguzi. Alikuwa mgombea Mlema na wengine, uchaguzi ulikuwa huru. Ulikuwa huru, lakini wao hawakushiriki. Mwaka 2000 Chadema hawakushiriki uchaguzi mkuu. Waligombea CUF, NCCR na wengine. Uchaguzi ulikuwa huru. Kwa uchaguzi kuwa halali, swala la uchaguzi kuwa halali haliwezi kuhalalishwa na ushiriki wa Chadema, au uchaguzi kuwa haramu hauwezi kuhalalishwa na kuto kushiriki kwa chama kimoja. Nyinyi mmeamua hamshiriki, pisheni. Sasa wao wanasema mimi sishiriki uchaguzi, alafu nasema uchaguzi huu serikali siitambui. Walioshiriki wanaitambua. Kuna vimeshiriki vyama zaidi ya 15, kwa sababu mbele ya sheria vyama vyote vina haki na hadhi sawa. Na kwa nchi yetu swala la uchaguzi ni hiari. Vyama vya siasa Tanzania havilazimishi kushiriki uchaguzi. Unaamua mwenyewe ushiriki au usishiriki. Unasema hakuna usawa hapakuwa na majukwaa sawa ya kisiasa. Ni kweli? Unaweza kusema kuna kipindi Chadema wamefanya mikutano kuliko kipindi hiki? Wamekwenda kila sehemu wakati wana promote agenda yao ya no reform election. Wamekwenda kwenye vyombo vya habari, hamjawapa platform. So wamekwenda kwenye taasisi zetu za vyombo vya habari, wamekwenda East Africa, wamekwenda Azam kote. Wamekwenda wafanya mikutano ya hadhara, lakini bado wanatutukana wanahabari kwamba vyombo vya habari vimekandamizwa. Uchaguzi, yani siasa haikuwa sawa. Kama uliweza kwenda East Africa Heche, ukasema nchi hii haitatawalika kama hapata kuwa na reforms, ulitumia mfumo gani? Si chombo cha habari.
kama ulikwenda TBC, kama ulikwenda Azam. Sasa pia wasitutukane matusi ya rejareja. Sisi wanahabari wenyewe tu wanafahamika, wanasogea, wana trend kupitia vyombo vya habari. Na akisema hakukuwa na mazingira sawa, vyama vya upinzani vimekandamizwa, mimi ni shahidi. Tumemuona kiongozi wa upinzani wa chama hiki akizunguka nchi nzima. Alafu lazima tujue, tukumbushane, hata sisi wanahabari, kuwa kiongozi wa asasi, mimi ni kiongozi wa NGO ya Mesira, kuwa kiongozi wa Chadema, kuwa kiongozi wa CCM hakukuondoi kwenye jinai. Yaani wewe huwezi kusema kwa sababu wewe upo kiongozi wa upinzani alafu unakwenda kutukana na mtu. Huwezi kujiita wewe kwa sababu ni mkuu wa asasi ya kiraia unakwenda kumpiga mtu makofi. Haiwezekani. Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya kisheria. Tumejiwekea sheria ili tuheshimiane. Ndio maana mimi na ubonge wangu huu naweza nikafika barabarani hapo, trafiki mwembamba akanisimamisha, nasimama namsikiliza kwa sababu ya utaratibu, utawala wa kisheria. Sasa wewe mwenyekiti wako anaongea vitu vya kuvunja amani, anakamatwa, anapelekwa kushtakiwa, anashtakiwa wazi, kila mtu anaona, alafu wewe leo unatoka unasema aachiwe huru. Yule kule Karatu kule, mama mtoto wake kakamatwa kwa makosa na anashtakiwa, hana uwezo wa kupiga kelele, ataachiwa kwa njia gani? Tuviache vyombo tulivyoviamini viendelee na kazi. Halafu haiwezekani sisi tukishinda kesi mahakama ziko huru, Mungu katenda haki, tukishindwa mahakama zinaingiliwa. Kwa hiyo leo tumesema tuzungumze na Watanzania wenzetu, tuwaambie hatupo tayari kuruhusu tena upotoshwaji unaofanywa na watu kama kina Heche. Heche mwenyewe amekuwa hapo alipo kwa sababu kanuni za chama chake zilifuatwa. Kanuni ya Chadema ilitaka mimi nikatwe, nilikubali kukatwa. Kanuni ya uchaguzi wa NEC imewataka Chadema wasaini, wamekataa. Wamesema washiriki. Halafu ngoma usioicheza usiingilie. Chadema wamesema hawataki kuhusu nini? Uchaguzi. Leo wangetokea watu walioshiriki uchaguzi, chama kilichoshiriki uchaguzi kinazungumzia manunguniko, tunaona sawa. Kwa hivyo nimesema tushirikiane na nyinyi, tuwaambie hadithi za kutuambia sisi tutawaliwe na wazungu kwa njia yoyote ile, hatupo tayari. Hadithi za kudanganya watu, kuchochea watu kwamba kuna miili ya watu haizikwi, atuambie mtu mmoja aliyemfuata akasema ndugu yake hajazikwa. Na kwa taarifa yenu, kutoka Oktoba 29 mpaka leo unaweza kukuta watu waliofariki kwa maradhi mbalimbali ni wengi kuliko wanaohisiwa wamefariki kwa Oktoba 29. Lakini watu wamezikwa, tunaendelea kuzika watu wetu kila siku. Ukafiwa. Hapajawahi kuwa na matangazo ya Omari Juma leo anaenda kuzika ndugu zake. Haya, si nijibu wewe kwanza au si bwana? Kutokuitambua Chadema, kutokuitambua serikali, yani uitambui Chadema inasema itambui serikali, alafu ikifika Mwenge kuta taa nyekundu zimewaka anasimamisha gari, maana yake automatic anatambua serikali. Vinginevyo kutokutambua serikali, akiumwa asiende kutibiwa na hospitali zinazogharamiwa na serikali, wasifanye chochote kinachohusishwa na serikali. Kwa hiyo ni masuala ya kuigiza tu. Hawatambui serikali, wanatambua serikali. Serikali yoyote duniani lazima iwe na mamlaka. Alafu wao hawana uamuzi wa jumla kuhusiana na uhalali wa serikali. Wenye kuamua kuhusu uhalali wa serikali ni waliopigia kura. Pia hawatakuwa wa kwanza kusema watambui serikali huku wakinufaika na serikali. Nakumbuka baada ya uchaguzi wa 2020 walisema mambo kama hayo. Kwa mimi sihangaiki nao kwa kutambua kwao au kutambua kwao. Ninachosema ni kwamba vyama vyote vya upinzani Tanzania, vya upinzani viliofika level ya Chadema, vilikuwa vinakwenda kufa. Ili kutengeneza uhalali wa tutakufaje, walitengeneza misemo kama ambavyo Heche na wenzake watengeneza misemo. Sisi tunaamini serikali ipo. Ndio maana anataka watu wafidiwe. Unaomba serikali uitambue, alafu unawaambia serikali ifidie. Serikali uitambue, alafu unasema serikali inakandamiza. Kwa hivyo mimi na mtebo Heche na wanachadema wenzake kama watu ambao wamekwama, wanatapatapa. Ila nawakumbusha, shughuli zipo nyingi za kufanya, sio lazima tupotoshe
na tuchafue nchi yetu. Kuhusu wakuu wa vyombo vya dola, mimi nafikiri tuishukuru serikali, wamefanya ungwana. Matamko kadhaa yamesema kilichotokea siku zile ilikuwa ni mapinduzi au majaribio ya kimapinduzi. Kama serikali imeamua sio tu kuchukua hatua kuwasamehe wale vijana walioshiriki, mimi nafikiri vyombo vya dola vimefanya kazi yao proper kabisa, kwa sababu kazi namba moja ya dola ni kulinda uhuru na usalama wa taifa letu. Marwa, wakati wale wanafanya vurugu, polisi walikuwa na wajibu wa kuzuia wanaofanya vurugu, ili mimi na wewe ambao tufanye vurugu tuendelee kuishi. Kwa hiyo wakati wengine wanafanya shughuli zao, ama ni vurugu ama ni starehe, na kuna wengine wanafanya shughuli zao na wanatakiwa waheshimiwe na walindwe. Nakushukuru Bwana Marwa. Mimi nafikiri imetosha, au unasemaje wazee wenzangu? Karibu, swali lako linasemaje? Kwa mujibu wa taarifa jana ya Mheshimiwa Heche, ndio alitaka Umoja wa Mataifa kuweza kuja kuuzia Tanzania silaha. Ndio. Kwa sababu zinatumika kwa madai yake kulikuwa. Ndio. Tanzania. Hilo unalizungumziaje? Mimi nafikiri Heche amekurupuka tu. Hata hajui nani anauza silaha. Umoja wa Mataifa umeanza lini kuuza silaha? Sio kazi ya Umoja wa Mataifa kuuza silaha. Kwa kama alisema hivyo, na kushauri naendelea kujenga hoja, hawa viongozi wetu wa upinzani muda mwingine wakikaa kimya kulingana ukubwa wa vyama vyao wanaheshimika. Wanapoongea tunaanza kuona ubongo wao ulivyo na makamasi mengi. Wakikaa kimya lakini watu wanaheshimika. Sasa Heche kasema achana na hiyo silaha. Heche kasema nchi yetu ishikiliwe na wazungu. Yaani wewe una rais, una amiri jeshi mkuu, wote wakae chini ya nani? Ya wazungu. Huyo ana akili timamu? Yaani mpaka Chadema nayo ikae chini ya nani? Ya wazungu. Sasa atashikama ameshindwa kujua tu mamlaka za nchi. Ameshindwa kujua tu mipaka ya uhuru wa taifa. Anatamani leo sisi miaka 64 baada ya uhuru anaona kabisa tumeshindwa kabisa kutatua matatizo yetu, mpaka tukawafuate wazungu. Atashindwa kusema Umoja wa Mataifa unauza silaha. Sasa lini Umoja wa Mataifa unaanza kuuza silaha? Kwa kama amesema hivyo, iko ni kielelezo cha aina ya uelewa mdogo waliokuwa nao, kwa sababu yeye anaamini mageuzi ni kufoka. Yaani ili uwe mtu ambaye unapambania mageuzi, wewe unaweza kufoka. Kuongoza chama kama chake inahitaji akili nyingi, kwa sababu akiendelea kulopoka, Watanzania wataendelea kumsoma, watakizidi kukipuuza kama ambavyo wamekipuuza ushawishi wao wa tarehe 9 juzi wavitaka watoto waandamane. Karibu bro. Ndio. 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 Asante. Kwenye usafishaji wa nyumba au mitalo, unaweza kusafisha mtalo ukiwa nje? Utaweza? Unatakiwa uingie ili ufanyaje?